Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa Kituo cha Afrika cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Dr. Jean Kaseya Ikulu jijini Dar es Salaam. Mtu mmoja afariki dunia na wengine 6 wamejeruhiwa kwa ajali ya barabarani baada ya magari mawili kugongana uso kwa uso mkoani Kagera. Rais wa Marekani Donald Trump akusudia kumwomba Rais wa China Xi Jinping kuyafungulia milango makampuni ya Marekani. Na katika michezo, mkutano wa sanaa Afrika utakaofanyika nchini Oktoba 8 mwaka huu unatarajia kufungua fursa za kibiashara kwa wasanii wa ndani kuelekea AFCON 2027. Mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu sana na asante kwa kuungana nasi katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Hii ni taarifa yetu ya habari ya kutwa. Mimi ni Najma Abdallah, nitakuwa nawe kumulika habari za kitaifa, lakini hapo baadaye nitaungana na wenzangu katika taarifa nyingine ambazo tumekuandalia hii leo. Mwenzangu ni Ramla Jabu ambaye yeye anatafsiri lugha ya alama. Karibu sana na tuanze taarifa yetu ya habari na habari za kitaifa. Tukianzia kule mkoani Kagera, mtu mmoja amefariki dunia na wengine 6 wamejeruhiwa baada ya basi la Abudi linalofanya safari kati ya Bukoba na Dar es Salaam kuligonga gari la mizigo lenye namba za usajili T895 EGE. Mtu aliyefariki dunia amefahamika kwa jina la Stella Paulo mwenye umri wa miaka 29, huku ikielezwa kuwa majeruhi wanaendelea vizuri kupata huduma katika hospitali teule ya Biharamulo mkoani Kagera. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Jacques Joachim kutoka mkoani humo. Akiongea na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera Blasius Chatanda amesema kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa basi kushindwa kuchukua tahadhari wakati anataka kulipita gari la mzigo lililokuwa mbele yake na kukutana na gari jingine la mzigo mbele yake. Kamanda Chatanda ameendelea kusema kuwa katika ajali hiyo kumetokea kifo cha mtu mmoja pamoja na majeruhi 6 kama anavyoeleza. Katika ajali hiyo kulitokea majeruhi 6 na kifo kimoja, kwa maana kwamba hata huu majeruhi awali naye alikuwa majeruhi amefariki hospitali akiwa anaendelea na matibabu, ambapo aliyefariki ni Stella Paulo ambaye alikuwa kondakta wa basi hilo. Aliyekuwa dereva wa gari hilo akikatika mguu wa kushoto. Abiria wote wapo hospitali teule ya wilaya ya Biharamulo, wale ambao walipata majeraha wakiendelea na matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Manda amemaliza kwa kusema kuwa madereva wanaoendesha magari wanatakiwa kuendesha kwa tahadhari kubwa, maana wanakuwa wamebeba roho za watu, huku akiwataka madereva kuendesha magari kwa kutii sheria za usalama barabarani. Wakati mwingine waepuke ile ya kwamba hapa hawajaniona trafiki, ngoja niongeze mwendo. Hii haiwezi kuwasaidia. Yaani ngoja nisichukue tahadhari wakati wa kuovertake. Hii haisaidii, kwa sababu leo tayari hapa yeye mwenyewe ana ulemavu wa kudumu. Sasa hawezi kurudi kuendesha gari tena, lakini tayari maskini wa Mungu, binti mdogo huyu wa miaka 29 tayari marehemu. Na kama alikuwa na familia, ni wazi kwamba watoto wake bado wadogo sana. Kutoka mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo amekutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa Kituo cha Afrika cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Afrika CDC Dr. Jean Kaseya Ikulu jijini Dar es Salaam. Ikumbukwe kuwa Tanzania inashirikiana kwa karibu na Africa CDC, Kituo cha Afrika cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa, kuimarisha mifumo ya afya, kukabiliana na magonjwa mlipuko kama Mpox na Marburg na kuimarisha usalama wa afya mipakani. Ushirikiano huu unajumuisha mafunzo, utafiti na utekelezaji wa mipango ya chanjo kama Saving Lives na Lives Will Holds.
Africa CDC inasaidia Tanzania kufuatilia na kudhibiti milipuko ya magonjwa ikiwemo kuripotiwa kwa kesi ya kwanza ya mpox nchini. Serikali ya Tanzania inashirikiana na Africa CDC kuimarisha ajenda ya afya ya mama na mtoto ikiwa ni sehemu ya majukumu ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kama kinara wa Umoja wa Afrika. Tanzania na Africa CDC zinashiriki hatua za pamoja za kudhibiti magonjwa zimeimarishwa hasa mpaka wa Tanzania na Burundi. Na tumulike taarifa nyingine ambapo Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania imeweka kipaumbele katika uwekezaji wa viwanda vya dawa nchini ili kupunguza utegemezi wa kuagiza dawa kutoka nje ya nchi. Taarifa zaidi inafafanua. Dr. Mwigulu ameyasema hayo jijini Nairobi nchini Kenya alipokutana na afisa mtendaji mkuu wa shirika la maendeleo la Ufaransa AFD, Christophe Lecotia, kando ya mkutano wa ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa. Aidha, Dr. Mwigulu amepongeza dhamira ya AFD ya kusaidia mradi wa maji wa Ziwa Victoria awamu ya pili, akieleza kuwa mradi huo ni wa kimkakati katika kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Currently, I would like to reiterate our appreciation to AFD's commitment to support the Lake Victoria water supply project. Tunashukuru AFD kwa kusaidia mradi huu wa Ziwa Victoria. Pamoja na hilo, pia tunaagiza kiasi kikubwa cha dawa kutoka nje ya nchi. Lakini sasa tumeweka kipaumbele kuona jinsi tunavyoweza kuwekeza kwenye viwanda vya dawa ili tuzalishe hapa nchini. Aidha, Waziri Mkuu ameishukuru AFD kwa kuendelea kushirikiana na Tanzania katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano katika uhamasishaji wa teknolojia na matumizi ya mifumo ya kisasa ya kilimo. Tanzania is at the pivotal crossroad in our economic journey. Tanzania inaendelea kuimarisha mipango ya kiuchumi ikiwa ni pamoja na uendelezaji wa matumizi ya zana za kisasa za kilimo, utekelezaji wa huduma za ugani na mifumo ya kidijitali. Juma Mohamedi, Channel 10. Naam, tuelekee kule bungeni jijini Dodoma ambapo serikali imepanga kutumia zaidi ya 95% ya bajeti ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2026-27 inayozidi shilingi trilioni 2.7 kugharamia miradi ya maendeleo ikiwamo ujenzi na uendeshaji wa reli ya SGR, uboreshaji wa kampuni ya ndege ATCL na miundombinu ya bandari katika Bahari ya Hindi, Maziwa Makuu pamoja na bandari kavu. Kutoka jijini Dodoma, Amani Mbando ana maelezo zaidi. Kwa mwaka huu wa fedha, Wizara ya Uchukuzi imeliomba Bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi trilioni 2.8 ambapo asilimia 4.38 sawa na bilioni 126.04 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema vipaumbele hivyo vitalenga kuimarisha sekta hiyo, huku akibainisha kuwa shirika la reli Tanzania TRC linaanza kujitegemea bila kutegemea ruzuku ya serikali. Kwa ujumla, ifikapo mwaka 2028, sekta ya bandari inatarajiwa kuwa imepiga hatua kubwa ya mageuzi ikiwa na uwezo wa juu zaidi wa kuhudumia mizigo, kasi ya huduma na ushindani wa kimataifa, hivyo kuifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha biashara katika ukanda mzima. Kuanzia Januari mwaka huu, TRC imefanikiwa kuanza kujitegemea kwa upande wa mishahara na matumizi mengineyo. Kwa upande wa maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu yaliyowasilishwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Moshi Selemani Kakoso ni kuwa serikali iongeze kasi ya kuboresha miundombinu ya sekta ya uchukuzi ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika kukuza uchumi. Serikali ihakikishe inatoa fedha za maendeleo kama inavyoidhinishwa na Bunge na kusimamia kikamilifu miradi ya kimkakati inayotekelezwa na wizara ili kuleta tija iliyokusudiwa. Baadhi ya wabunge waliopata wasaa wa kuchangia mjadala wa bajeti ya wizara hiyo wameshauri masuala mbalimbali yatakayotatua changamoto zinazoikabili sekta ya uchukuzi nchini. Madereva wengi hawana mikataba, wanafanya kazi kwenye makampuni, na kwa bahati mbaya sana makampuni mengi ni ya ndani na ya nje, lakini hawapewi mikataba. Bandari ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti, inaajiri, inahudumia takribani 95% ya biashara ya kimataifa. Hiyo ni moja. Pili, bandari ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti,
inahudumia nchi 7 zisizo na bandari. Naomba tu uwanja wetu wa ndege wa Mwanza urekebishwe na tumalizie uwanja wa ndege wa Mwanza ulivyo. Uwanja wa ndege wa Serengeti tunataka baada ya uwanja wa ndege wa Mwanza wakajenge Serengeti. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Tusalie huko huko Dodoma, ambapo katika hatua nyingine serikali imepanga kuanza kukusanya maoni ya wananchi katika mikoa 19 ya Tanzania bara katika mwaka wa fedha 2026/27 kwa lengo la kufanya marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ili iendane na mahitaji ya sasa ya jamii, ikiwamo kuondoa vifungu vinavyoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15. Tunarejea kwake tena Amani Mbando. Kipindi cha maswali na majibu ambapo mbunge wa viti maalum Taska Mbogo aliuliza serikali kuhusiana na mpango wake wa kuirekebisha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa kuwa baadhi ya vipengele vilivyomo ndani yake vinawabana watoto wa kike na kutoa ruhusa ya wao kuolewa wakiwa na umri wa miaka 15, jambo ambalo linakatiza ndoto zao. Lakini pia kuwaozesha watoto wakiwa na miaka 15 kumesababisha kuwa na ndoa nyingi za utotoni nchini Tanzania, lakini na vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua kwa sababu ya umri mdogo. Je, ni lini serikali itakuja na mkakati madhubuti na kutoa muda wa kubadilisha kifungu cha 13 cha sheria ya ndoa ya mwaka 71? Baada ya swali hilo, serikali ikapata wasaa wa kutoa majibu, na majibu ya serikali yametolewa na naibu waziri wa Katiba na Sheria Zainab Katinga, ambapo ameeleza kuwa tayari serikali imekwisha kusanya maoni katika mikoa 7 ya wananchi. Serikali tayari imepita katika mikoa 7 kwa ajili ya kusanya maoni ya wanajamii na bado itaendelea na kazi hiyo katika mikoa iliyosalia, mikoa 19 katika mwaka wa bajeti 2026/2027. Awali Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azzan Zungu alitoa majibu ya mwongozo uliotolewa hivi karibuni na mbunge Ado Shaibu Ado kuhusiana na serikali kutoa majibu yanayokinzana kwa maswali ya wabunge. Mheshimiwa Bunge, swala la ukamilishaji wa ujenzi wa vituo vya afya lina maslahi mapana kwa wananchi. Maswali yaliyoelezwa hapo juu yanataka kujua ni lini serikali itakamilisha ujenzi wa vituo vya afya ya kimkakati ikiwemo cha Nampungu. Msimamo wa serikali kuhusu maswali hayo bado haujajulikana kwa kuwa majibu yaliyotolewa yanakinzana. Hivyo naona ipo haja ya serikali kuweka swala hilo sawa. Kutokea hapa bungeni jijini Dodoma, mimi ni Amani Mbando wa Channel. Naam, shukrani sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Tumulike taarifa nyingine ambapo mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, Fadhili Maganya, ameitaka jumuiya hiyo kurejesha nguvu zake za kiuchumi kama ilivyokuwa zamani ili kukifanya chama hicho kiweze kupiga hatua kubwa za kimaendeleo. Huyu hapa Hamisi Mkotia ana maelezo zaidi. Maganya ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Taifa ametoa wito huo jijini Dar es Salaam mara baada ya kuzindua jengo la ofisi ya Jumuiya ya Wazazi wilaya ya Ubungo, ambapo amesema wakati inaanzishwa jumuiya hiyo ilikuwa tegemeo kwa chama, lakini hivi sasa imeyumba kutokana na baadhi ya viongozi kukosa uadilifu. Chama hiki kitaendelea kuwepo hata miaka 100 ijayo. CCM oye! Na kama tutaendelea kuwepo miaka 100 ijayo, lazima tujenge misingi ya chama hiki kujiimarisha, nguvu ya kiuchumi, ofisi, nyumba za watumishi wa chama na jumuiya zote. Hata hivyo, Maganya amesema katika kipindi cha uongozi wake atahakikisha analinda heshima ya Jumuiya ya Wazazi nchini na kuwataka viongozi wa jumuiya hiyo kutembea kifua mbele, wasijione wanyonge. Nafika pahala nakuta kama jumuiya hivi haitambuliwi hivi. No. Kwa kipindi hiki ambacho mimi nipo, mtu yeyote anetaka kama kuiandareti, kuidowngrade jumuiya ya wazazi, mimi nitaruka naye.
Kwa upande wake, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Ubungo, Dr. Meshak Olesabaya, amesema jumuiya hiyo imetekeleza miradi mbalimbali ya kiuchumi katika kata 14 za wilaya hiyo, ukiwemo mradi wa fumigation. Tunawashukuru sana kwa kuweza kutupatia kiwanja ambayo tunahangaika na haki, na muda si mrefu, mwenyekiti, tunakuahidi tunaanza ujenzi ya nyumba ya mtumishi. Wilaya yetu ya Ubungo wiki iliyopita tumezindua kongani kubwa la viwanda vya madawa na vifaa tiba ambavyo muda wote kuanzia sasa viwanda vile, makampuni mawili tayari yako tayari kuanza kujenga viwanda. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Mwenge wa Uhuru umezindua mradi mkubwa wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.2 utakaowanufaisha wananchi zaidi ya 9,000 wa vijiji vya Mchomoro na Songambele, wilaya ya Namtumbo, mkoani Ruvuma. Taarifa zaidi na Yusuf Kayanda. Wananchi wa Mchomoro wamesema kabla mradi huo walikuwa wakitembea umbali mrefu kutafuta maji kutoka katika vyanzo visivyo salama, hali iliyokuwa ikiathiri afya, elimu na shughuli za uzalishaji mali, hasa kwa wanawake na watoto waliotumia muda mwingi kutafuta huduma hiyo muhimu. Mama alikuwa anatoka saa 9 usiku alfajiri fuata maji, harudi saa 3. Hapo kuna ndoa. Kwanza ni kushukuru na kukupongeza kwa kututua ndoo sisi wanawake wa Mchomoro. Mradi huo unaotekelezwa na Ruwasa wilaya ya Namtumbo umefikia 82% ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika Juni 30 mwaka 2026, ambapo mradi huo unahusisha ujenzi wa chanzo cha maji kutoka mto Mtonya, ujenzi wa tenki la kukusanyia maji lenye ujazo wa lita 300, kuchimba mitaro, kulaza bomba na kufikia urefu wa mita 40,630. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa Wazo Mwang'onda amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kutatua changamoto za wananchi kwa vitendo kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Rais alisikia maombi yenu na ameyafanyia kazi kwa wakati. Kama mnavyoona, tenki la maji ya lita 300 limefungwa hapa. Tayari wananchi wameshaanza kuendelea kutumia maji safi na salama. Pekee ni kushukuru sana kwa kuja hapa kutuwekea jiwe la msingi kwenye mradi huu wa maji, na tukuhakikishie changamoto zote ambazo na ushauri uliotupa wewe na timu yako tunakwenda kufanyia kazi ili mradi huu uwe chachu ya maendeleo katika kata yetu ya Mchomoro. Zaidi ya wakazi 9,000 kutoka katika vijiji vya Songambele na Mchomoro katika wilaya ya Namtumbo wanatarajiwa kwenda kunufaika na mradi huu mkubwa wa maji wenye thamani ya shilingi bilioni 2.2 kutoka wilaya ya Namtumbo hapa mkoani Ruvuma. Mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Naam, shukrani sana Yusuf Kayanda. Turejee sasa jijini Dar es Salaam ambapo mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imekamata lita 66,048 za kemikali bashirifu jijini Dar es Salaam zilizoingizwa nchini kinyume cha taratibu, zikitajwa kulenga kutumika kuzalisha dawa za kulevya katika maabara bubu. Taarifa ifuatayo ina maelezo zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu operesheni maalum iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali DCEA Aretas Limo amezitaja kemikali hizo kuwa Necyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol yenye ujazo wa lita 50,000, huku magari mawili yaliyotumika kusafirisha yakiwa yanashikiliwa pamoja na watuhumiwa wawili ambao ni madereva wa magari hayo. Amesema kemikali hizi ni halali kwa matumizi mbalimbali ya viwandani, kitabibu, kilimo, ujenzi, madini pamoja na tafiti za kisayansi, lakini kufuatia kukua kwa teknolojia, wahalifu wanazichepusha kutoka matumizi halali na kutengeneza dawa hizo. Mazingira ya uingizaji na usafirishaji wa kemikali hizo yanaashiria uwepo wa nia ovu ya kuzichepusha kwa matumizi haramu, ikiwemo utengenezaji wa dawa za kulevya. Aidha, kamishna ametoa rai kwa vijana wanaosoma katika vyuo vikuu mbalimbali kuacha kujihusisha na matumizi ya dawa zozote za kulevya na kuwaonya wale wote waliojiingiza huko
kwamba wasahau kupata ajira kwenye vyombo vya dola, kwani utaratibu wa kuwapima kabla ya kuajiriwa utatumika, huku akiweka bayana hatua za kisheria zitakazochukuliwa kwa watumishi wa serikali watakaobainika kutumia vilevi hivyo, ikiwemo kufukuzwa kazi. Na tumeanzisha mpango kabambe wa kuhakikisha kwamba watumishi wa serikali wowote tunaowabaini wanafanya au wanatumia dawa za kulevya, tunachukua hatua za kisheria, na adhabu yao kubwa mara nyingi wanakuwa kwa mujibu wa sheria ya taasisi mbalimbali wanafukuzwa kazi. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Naam, tuelekee kule Tanga ambapo wananchi wa vijiji vya Gologolo na Mkunki vilivyopo wilayani Lushoto mkoani Tanga wamesema wataendelea kuunga mkono jitihada za serikali katika ulinzi na utunzaji wa misitu ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Huyu hapa Raya Kipingwa na maelezo zaidi. Wananchi wa vijiji hivyo hushiriki kikamilifu katika ulinzi na uhifadhi wa shamba la miti shume linalosimamiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, ambapo jitihada zao zinarudishwa kwa jamii kwa kukabidhiwa mbao zilizovunwa kwenye shamba hilo kwa ajili ya ujenzi wa madarasa pamoja na ofisi ya walimu. Kabla ya ahadi ni kwamba sisi tunahakikisha kwamba miti inakuwa salama, na kwa bahati nzuri huku kwetu sisi ng'ombe wetu wanalia nyumbani kwa maana hatuchungi. Sasa kama hatuchungi zaidi tunaangalia wale mtu mmoja ambaye anaenda direct kwa siri. Mwaka jana tulijitahidi kupanda, sisi kwenye kata yetu tulijitahidi kupanda miti zaidi ya 7,000. Lakini mwaka huu tuna mpango, kwa hiyo tumekubaliana kila mwananchi ataenda kupanda miparachichi na matunda mbalimbali ili aendelee kupatikana. Yaani tuendelee kutunza mazingira kwa namna hiyo. Tunategemea kila mwananchi atakuwa na mti wake. Akikabidhi msaada wa mbao zaidi ya 500 kwa niaba ya kamishna wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, mhifadhi wa shamba la miti shume Christoganus Vyokuta akawasisitiza wananchi juu ya umuhimu wa uhifadhi wa misitu kwa ajili ya kuwekeza katika vizazi vijavyo. Sio kila sehemu miti inakuwa, sio kila sehemu kuna vyanzo vya maji. Na wasihi sana wananchi, tujitahidi tulinde maeneo yaliyotengwa kwa faida yetu sisi na vizazi vijavyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisifia Lushoto kwa utunzaji wa mazingira. Sisi tuliopewa dhamana hatuko tayari kuirudisha nyuma Lushoto, tuko tayari kuisongesha mbele kwenye masuala ya uhifadhi. Kama tunavyoangalia madarasa hayo, madarasa na hali ngumu sana, na inapelekea watoto kusoma kwenye madarasa ambayo hayana hadhi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa watu wa msitu kutuletea msaada huu. Shamba la miti shume lililopo wilayani Lushoto lina ukubwa wa hekta 4,800. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Serikali imeombwa kutenga njia maalumu za magari makubwa ili kudhibiti msongamano wa magari katika jiji la Mwanza unaochangia kukwamisha shughuli za wananchi za kujipatia kipato na ujenzi wa taifa. Henry Kavirondo ametuandalia taarifa ifuatayo. Wananchi hutumia zaidi ya saa moja katika eneo linalohitaji dakika 5 hadi 10 kuwahi majukumu yao kutokana na mwingiliano wa magari makubwa katikati ya jiji unaosababishwa na ongezeko la idadi ya watu na shughuli za kiuchumi. Kutokana na msongamano huu unaoendelea kudhihiri, wakazi wa jiji la Mwanza wanawasilisha ombi lao kwa mamlaka za serikali. Mimi ninayowasemea watumishi, inaanzia kwa watumishi, lakini haishii hapo. Inawaathiri wanafunzi wetu kwa maana ya masomo na taaluma zao, lakini inaathiri wafanyabiashara wenyewe. Tuweze kupata barabara ambazo kwa kweli zinapitika fours ziweze kuungana barabara za kutoka nje ya mji. Lakini ombi langu la pili, niombe haya magari makubwa yasingie mjini. Aidha kuanzia tani 7 yapite nje ya mji. Lakini unakuta kuna semi lina tani 10 na kitu liko katikati ya mji aenda kushusha nondo Nyerere Road. Mapendekezo ya njia ambazo wananchi hawa wanazipendekeza kwa ajili ya matumizi ya magari makubwa ni barabara ya Usagara Kisesa kuelekea mikoa ya Mara, Shinyanga na Geita. Ukifika maeneo ya roundabout hapo Nyerere Road, kabla hujafika hiyo Nyerere Plaza, unakuta mabajaji wamepaki hapo karibu na Moil. Pia inaleta jamu kubwa sana. Jeshi la polisi kupitia kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Mwanza ni mwarobaini katika kutatua tatizo hili, ambapo jitihada kadhaa zimekuwa zikifanyika kunusuru hali hii. Ushauri kwa sasa, kwenye hiki kipindi wakati matengenezo ya barabara yanaendelea, wewe unayetokea Shinyanga, kama huna ulazima wa kuingia katikati ya jiji, ni bora ukatafuta barabara ya Usagara kwenda Fela, kwenda Kisesa na kuendelea kule. Ushauri kwa sasa, kwenye hiki kipindi wakati matengenezo ya barabara yanaendelea, wewe unayetokea Shinyanga, kama huna ulazima wa kuingia katikati ya jiji, ni bora ukatafuta barabara ya Usagara kwenda Fela, kwenda Kisesa na kuendelea kule. Lakini pia wanaotoka Musoma, kama huna ulazima wa kuingia katikati ya mji
ili kuja kuongeza tatizo la msongamano, ni vema ukatafute michepuko ya barabara ambazo zipo nyingi tu. Maisha ni usafiri na usafiri ni maisha, lakini msongamano wa magari unapoongezeka katikati ya jiji, huduma hii muhimu kwa watumiaji hugeuka kuwa shubiri na hivyo kukwamisha maendeleo endelevu. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Naam, shukrani sana Henry Kavirondo. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa wabunge wanawake wa eneo la Maziwa Makuu utakaofanyika mwezi Novemba jijini Dar es Salaam, ukilenga kujadili masuala mbalimbali ikiwamo nafasi ya wanawake katika uongozi, wa kuzuia na kutatua migogoro, pamoja na uwezeshaji wao kiuchumi na kijamii katika kipindi cha baada ya migogoro. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Mkutano huo utafanyika chini ya mwamvuli wa Jukwaa la Mabunge la Mkutano wa Kimataifa kuhusu eneo la Maziwa Makuu, yani FPICGLR, ambalo limesaini makubaliano na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa wabunge wanawake WPC. Makubaliano ya uwenyeji huo yamesainiwa mbele ya Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, ambapo amesema mkutano huo ni jukwaa muhimu la kujadili changamoto za kijamii na kiuchumi zinazoikabili jamii na kuhamasisha mchango wa wanawake katika ujenzi wa amani na maendeleo. Makubaliano haya yanathibitisha dhamira ya dhati tulionayo ya kuwawezesha wanawake katika uongozi, kuimarisha diplomasia ya kibunge na kukuza amani. Katibu mkuu wa Jukwaa la Mabunge ya nchi 12 za ukanda wa Maziwa Makuu, Balozi Dr. Deo Mwapinga, amesema Tanzania imepewa nafasi ya kuwa mwenyeji wa mkutano huo kutokana na mchango wake mkubwa katika kuhimiza usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake kushiriki katika nafasi za maamuzi. Lakini nadhani jitihada bado zinapaswa kuendelea kufanyika ili kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya maamuzi. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nafasi kubwa sana kwenye majukwaa kama haya ya kibunge, ambao kwa kweli inakuwa ni chachu kubwa kwa watoto wa kike wanaokuwa. Kwa upande wao, baadhi ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameeleza umuhimu wa mkutano huo wa kwanza wa wabunge wanawake wa nchi 12 za Maziwa Makuu. Kwa tutakapokutana kama wanawake, tutapata nafasi ya kujadili mambo mengi, yakiwemo mambo ya malezi, mambo ya amani, mambo ya uchumi katika ukanda huu. Kwa inclusion ya wabunge wanawake itawapa nafasi ya kujua ni nini kinaendelea na hata wao waweze kuweka nguvu yao ya ushauri. Kauli mbiu ya mkutano huo utakaofanyika Novemba 2 hadi 5 mwaka huu inasema uongozi shirikishi na ufanyaji maamuzi katika eneo la Maziwa Makuu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Tuelekee kule mkoani Mara sasa, ambapo baraza la madiwani wilayani Rorya mkoani Mara limesema halitawavumilia watumishi wazembe ambao hawatimizi wajibu wao katika kusimamia miradi ya maendeleo na wamekuwa wakisababisha fedha kurejeshwa serikali kuu bila kutekeleza miradi husika. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Kauli hii inatolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Rorya Solomon Mabati wakati wa baraza la kawaida la madiwani wilayani Rorya hapa mkoani Mara. Isije ikatokea tunapewa fedha na serikali zinakuja zinakaa, unafika wakati fedha zinaanza kurudi kana kwamba hatuna kazi ya kufanya. Hiki kitakuwa ni kitu cha ajabu sana kwenye wilaya. Pamoja na rai hiyo kwa watumishi, lakini baraza halikusita kupongeza utekelezaji wa miradi kwa wilaya hii. Mkurugenzi wetu muda wote ukihitaji kuonana naye anasema mlango uko wazi. Na sisi tulitamani mkurugenzi wa aina hiyo, kama mkurugenzi ambaye atatushirikisha katika miradi ya maendeleo, atatusikiliza sisi viongozi wa kisiasa, lakini atatekeleza yaliyo mazuri kwa maslahi ya Rorya. Katika hatua nyingine, madiwani hawa wanawataka TARURA pamoja na RUWASA kushughulikia changamoto za wananchi. Watatu wangeweza kukamilisha ule mradi na kutoa maji. Nimejaribu kuongea leo kwa rasharasha, majibu yaliyonipa ni mepesi. Naomba ukazie. Sababu na hiyo kuna barabara ya kutoka Masiki Junction kwenda zahanati ya Masiki. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Naam, taarifa yake Musa Makali kutoka mkoani Mara ndio inakamilisha habari za kitaifa hii leo. Asante kwa kuendelea kuwa nasi, asante kwa kutuamini. Hii ni Channel 10, kilicho bora kabisa. Mimi ni Najma Abdallah na shirikiana na mwenzangu Ramla Jabu ambaye yeye anafasiri lugha ya alama. Tafadhali usiondoke.
Naam, karibu sana. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Unaendelea kufuatilia taarifa yetu ya habari ya kutwa. Mimi ni Najma Abdallah, mwenzangu ni Ramla Jabu kwa upande wa lugha ya alama. Karibu sasa tumulike habari za kimataifa na tunaungana na msimulizi wetu siku huu Lulu Ali. Katika upande wa kimataifa, Tanzania hili, rais wa Marekani Donald Trump amesema atamwomba rais wa China Xi Jinping kuyafungulia milango zaidi makampuni ya Marekani wakati akielekea nchini humo kwa mkutano wa kilele unaosubiriwa kwa hamu. Rais Trump anaongozana na mkuu wa makampuni yanayojihusisha na masuala ya akili mnemba ya Nvidia pamoja na miliki wa magari ya aina Tesla Elon Musk na afisa mtendaji mkuu wa Apple Tim Cook, ikiwa kama ishara ya ziara hiyo kuwa biashara ndio kipaumbele. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Guo Jiakun amesema China imeonyesha utayari wa kushirikiana na Marekani ili kuimarisha ushirikiano na kuleta utulivu zaidi ulimwenguni, kwani watafanya kazi kwa usawa, heshima na manufaa ya pande zote ili kutanua ushirikiano na kuzikabili tofauti. Na huko Kiev, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametahadharisha juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi ya droni za Urusi hii leo, huku akisema mamia droni yalikuwa kwenye anga ya Ukraine wakati Moscow ikiwa imebadilisha mbinu na kushambulia zaidi nyakati za mchana. Ni miaka 4 sasa inaenda tangu vita hivyo vimeanza. Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa majira usiku, lakini katika wiki za hivi karibuni imefanya mashambulizi kama hayo mchana na kuvuruga pakubwa shughuli za wakazi. Kwa upande wa Urusi imekanusha kuwalenga kwa makusudi raia, ikiwa mpaka sasa imeua maelfu wakati wa vita na kujipa uhalali wa kushambulia miundombinu ya raia kama mbinu ya kudhoofisha uwezo wa Ukraine vitani. Lulu Ali, kimataifa. Naam, shukrani sana Lulu Ali. Na sasa moja kwa moja tunakwenda kumulika habari za biashara na uchumi hii leo, na tunaungana na mwenzetu Fatma Hassan ambaye atakusomea habari za biashara. Karibu Fatma. Asante sana Najma Abdallah kwa kuweza kutupitisha katika habari za kitaifa na habari za kimataifa. Na sasa mtazamaji, ni kukaribisha kwenye habari za biashara na uchumi. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan, karibu. Benki ya CRDB imesema itaendelea kuwawezesha vijana kushiriki zaidi kwenye uwekezaji wa hisa na huduma za kifedha kidigitali, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kukuza uchumi jumuishi nchini. Mwanahabari wetu Jamila Omar anaripoti kutokea Arusha. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB, Dr. Abdulmajid Nsekela, kuelekea mkutano mkuu wa 31 wa wanahisa wa benki hiyo unaotarajiwa kufanyika Mei 16 mwaka huu jijini Arusha. Amesema wakati dunia ya fedha ikiendelea kubadilika kwa kasi kupitia teknolojia, benki ya CRDB imesema vijana wana nafasi kubwa ya kunufaika na awamu mpya ya uwekezaji kupitia huduma za kidijitali pamoja na elimu ya masoko ya hisa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipounda Wizara ya Vijana, tulifanya kazi kwa karibu na Wizara ya Vijana ndani ya benki yetu ya CRDB. Kwa kuona umuhimu, tumekuwa na kitengo maalum specific kwa ajili ya huduma za vijana. Huwezi kuwafikia vijana bila kuwa na teknolojia ya kisasa. Na nadhani kwa mafanikio haya wanahisa wetu wana kila sababu ya kujivunia sana benki yetu pamoja na uongozi wake. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa CRDB Profesa Neema Mori ametangaza gawio la shilingi 90 kwa kila hisa kutoka shilingi 68 mwaka jana, sawa na ongezeko la 38%. Na hii ni ongezeko la 38.5 ukilinganisha na gawio la shilingi 65 tulilolitoa mwaka jana. Mkutano mkuu wa 31 wa wanahisa wa benki ya CRDB unatarajiwa kufanyika Mei 16 ukitanguliwa na semina ya wanahisa, huku viongozi wa benki hiyo wakisema lengo kubwa ni kuongeza ushiriki wa vijana katika uwekezaji na ukuaji wa uchumi wa taifa. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante sana Jamila Omar kwa taarifa hiyo.
Serikali mkoani Iringa imesema inaendelea kuweka nguvu stahiki katika kuimarisha mahusiano wezeshi kati ya sekta binafsi na sekta ya umma kwa kufungua milango ya majadiliano, ushirikiano na ujenzi wa mazingira rafiki ya biashara, hatua inayolenga kuondoa changamoto zinazokwamisha ukuaji wa biashara na uwekezaji. Juhudi hizo ni utekelezaji wa ajenda za maendeleo za muda mfupi na mrefu zinazokusudia kukuza uchumi wa mkoa huo. Clement Sanga ana undani wa taarifa hii. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa baraza la biashara la mkoa, mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amesema jitihada hizo zinajumuisha kuimarisha mawasiliano kati ya wadau wa biashara, kurahisisha mazingira ya uwekezaji, kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili wafanya biashara, pamoja na kuweka mikakati ya pamoja itakayosaidia kuongeza tija, ajira na mapato ya ndani, huku serikali ikisisitiza dhamira yake ya kuhakikisha Iringa inakuwa kitovu rafiki cha biashara na uwekezaji nchini. Mkoa wa Iringa una fursa nyingi za kiuchumi katika maeneo mbalimbali ikiwemo kilimo, mifugo, utalii, viwanda na biashara. Kupitia ushirikiano wetu tunaweza kutumia fursa hizi kuharakisha maendeleo ya mkoa wetu, kutengeneza ajira kwa vijana wetu na kuchochea huduma na biashara katika mkoa wetu. Naye mwenyekiti wa chemba ya biashara, viwanda na kilimo Tanzania TCCIA mkoa wa Iringa Himidi Mbata amesema kwa sasa serikali ya awamu ya 6 imefanya mahusiano kati ya sekta binafsi na umma kuwa mazuri na wezeshi. Sekta ya umma imeboresha kwa kiwango kikubwa miundombinu ya ufanyaji biashara, na hii imesaidia sekta binafsi kuanzisha biashara nyingi katika nyanja za biashara, viwanda, utalii, uchimbaji madini, kilimo, ufugaji, uvuvi na misitu. Hatujajikita kwenye utalii, yani tuna opportunity, alafu kama tuioni, ndugu zangu, tuamke. Kutoka mkoani Iringa, Clement Sanga, Channel 10. Taasisi ya wanawake na wanaume wa uchumi wa viwanda Tanzania wa UVITA umewataka wajasiriamali kuwa na nidhamu ya fedha ili waweze kuaminiwa pasi na shaka na taasisi za fedha kwa kupatiwa mikopo. Henry Kavirono anaripoti kutokea Mwanza. Akiwa jijini Mwanza kukutana na makundi mbalimbali, mkurugenzi wa taasisi hiyo Rehema Mbeleke amesema tayari wameshatoa elimu ya wajasiriamali kujitambua katika masuala ya nidhamu ya fedha ili warejeshe wanapokopeshwa. Tunataka kuwa na supermarket za UVITA za mikoa, za wilaya na hata kata. Tunataka hawa wajasiriamali wote, kwa sababu unamkuta mtu anazalisha bidhaa nzuri lakini amejificha. Kina mama wengi ndio wanaojenga, ndio wanaokaa na watoto, ndio familia. Kwa hiyo vijana wajitokeze kwa wingi. Fedha zipo, waende wakaombe, watengeneze ubunifu. Swala la uaminifu kwa wajasiriamali wetu, mimi naona halina shaka kwa sababu tayari wanakuwa wamekwisha pata elimu ya fedha. Fursa mbalimbali za ujasiriamali ni muhimu kwa maisha ya kila Mtanzania, ambapo kutokana na umuhimu wake hapa tupo katika ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mwanza kuzungumza na katibu wa chama hiki mkoa Omar Mtua ili aweze kueleza ni jinsi gani chama kinatumia wasaa huu. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza kinachukua nafasi hii kwanza kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama chetu, yeye pamoja na taasisi mbalimbali zilizoko ndani ya nchi yetu kwa hatua wanazoendelea kuzichukua katika kuhakikisha kwamba makundi mbalimbali ya kijamii yanapatiwa mikopo. Tuna programu ambayo kwa Dodoma tumefaulu sana. Programu hiyo inaitwa Mobile Marketing, soko linalotembea. Tunataka hawa wajasiriamali tunawapa elimu ya uzalishaji, lakini elimu ya kujitambua na elimu ya kwenda kutafuta soko. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Na sasa mtazamaji, tukaangaze viwango vya fedha leo hii kama ilivyoandaliwa na Benki Kuu ya Tanzania. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi, na sasa ni kurudishe kwake Najma Abdallah kuendelea na taarifa yetu ya habari. Asante na nikutakie pia usiku mwema. Nami nikushukuru sana Fatma Hassan kwa kutujuza yaliyojiri sokoni hii leo. Shukrani sana. Na hivi punde tu mwanamichezo wetu Witness Ngalawa atakuja hapa kukujuza ni yapi yamejiri hii leo katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usiondoke.
Naam, asante Najma Abdalla winga teleza. Nipo hapa kudundadunda viwanjani kukufahamisha yale ambayo yamejiri hii leo na yanaendelea kujiri katika viwanja mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu. Kitaifa kubwa ni kuhusiana na Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa kimataifa wa sanaa na utamaduni ASEC 2026, tukio ambalo linatarajiwa kufungua milango ya biashara, uwekezaji na masoko mapya kwa wasanii na wabunifu wa ndani kuelekea mashindano ya AFCON mwaka 2027. Taarifa zaidi na mchezo wetu Juma Muhammad. Mkutano huo ambao ni kwa mara ya kwanza unafanyika ukanda wa Afrika Mashariki na nchini Tanzania unatarajiwa kuwakutanisha zaidi ya washiriki 600 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, wakiwemo wasanii, wawekezaji, waandaaji wa matukio, viongozi wa wizara za utamaduni pamoja na wadau wa biashara ya ubunifu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa maandalizi ya mkutano huo utakaofanyika Oktoba mwaka huu jijini Dar es Salaam, kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa Tanzania BASATA, Edward Boganga, amesema Tanzania imeingia kwenye ushindani mkubwa wa kimataifa wa kiuchumi wa ubunifu, huku nchi mbalimbali zikihitaji kuandaa tukio hilo kutokana na faida zake. Lakini kwa Tanzania inataraji kuwa fursa kwa sababu pia ipo kwenye maandalizi kabambe kuelekea michuano ya AFCON. Hasa wakati wa michuano ya AFCON, kuhakikisha wageni wote watakaofika waweze kujifunza ni namna gani Watanzania tunaishi kwa amani, utulivu, lakini tukichagizwa na sanaa ambayo tumeidhinisha kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Lengo la Telo Network ni kila msanii aguswe katika Afrika. Msanii wa Tanzania aone soko la Sudani Kusini. Ndio kazi yake. Lazima tutambue kwenye AFCON wacheza ngoma wetu wa Tanzania wanapata nafasi gani. Lazima tukubaliane tunaitengenezaje AFCON, wasanii wetu, wachoraji, wacheza ngoma wote wa nchi hii lazima wafaidike kupunguza mawazo ya vipato kupitia AFCON. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Asante. Na kunako ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea kupamba moto hii leo, huku timu 4 zikishuka dimbani katika jiji la Mbeya na Singida kusaka alama 3 muhimu katika hatua za lala salama. Katika mchezo wa mapema, klabu ya Coastal Union imeibuka na ushindi muhimu wa mabao 2-0 dhidi ya Mbeya City katika dimba la Sokoine jijini Mbeya na kufanikiwa kuvuna alama zote 3 muhimu. Mabao ya Ogusi Wakaya yalifungwa na mchezaji Maabadi katika dakika ya 35 kwa penalty kabla ya mchezaji Saadi Mwanza kuongeza bao la pili dakika ya 74, ushindi ambao unaifanya Coastal Union kufikisha alama 25 ikiwa nafasi ya 10, huku Mbeya City ikibaki nafasi ya 14 ikiwa na alama 21. Katika mchezo wa pili, vinara wa ligi kuu soka Tanzania bara Young Africans nao wamepoteza mchezo wake wa kwanza kwa msimu huu baada ya kufungwa mabao 3-2 dhidi ya Walima Zabibu Dodoma Jiji katika mchezo uliopigwa katika dimba la Airtel Stadium mkoani Singida. Mabao ya Yanga yalifungwa na mchezaji Alan Okelo aliyetikisa nyavu mara 2, huku Dodoma Jiji wakipata mabao kupitia kwa Bakari Nondo Mwamnyeto aliyejifunga na mchezaji Mwana Kibuta na Waziri Jeyara aliyefunga bao la ushindi dakika za lala salama. Matokeo hayo yanaendelea kufanya mbio za ubingwa kuwa mgumu, huku Yanga wakibaki kileleni na alama zao 54, huku Simba ikiwa na alama 49 na ikiwa imezidiwa mchezo mmoja na Young Africans. Nikisalia bado ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea hapo kesho ni kuwa michezo 4 itapigwa katika viwanja vya Jamhuri Morogoro, Leki Tanganyika, Sokoine Mbeya na Azam Complex Chamanzi, ambapo vilabu 8 vitashuka dimbani kusaka alama 3 muhimu. Na mchezo wa mapema hapo kesho utapigwa katika dimba la Jamhuri mkoani Morogoro, ambapo wenyeji Mtibwa Sukari wataikaribisha KMC ya jijini Dar es Salaam na Tanzania Prison nao watacheza dhidi ya Fountain Gate, michezo ambayo itachezwa majira ya saa 8 mchana, huku saa 10 na dakika 15 wenyeji Mashujaa
watacheza na wekundu wa Msimbazi Simba, na mchezo wa mwisho ni Azam FC watashuka dimbani dhidi ya Pamba Jiji majira ya saa 12 na dakika 30 jioni. Kuelekea mchezo wa Mashujaa dhidi ya Simba, makocha na wachezaji wa timu hizo wameeleza maandalizi ya mchezo, huku kila upande ukisema utatoka na alama 3. Sisi hatuna mazoezi haya ya Simba, ya Yanga, ya Cosmo, haya ya Brazil. Sisi tuna mazoezi kwa ajili ya Premier League ya Tanzania ya NBC. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri tayari kwa mchezo wa Simba ambao tutacheza kesho saa 10 kamili kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Tunatazama zaidi kwenye mechi zetu zinazofuata. Tunafahamu itakuwa ngumu, lakini sisi lengo letu ni kushinda ubingwa, na utakuja tu, lakini kwa sasa tunawekeza zaidi kwenye kushinda mechi zetu. Wachezaji pamoja na technical bench tumejiandaa vizuri kukabiliana na Simba kwenye mechi yetu ya kesho. Tunajua Simba ni timu kubwa, ni timu nzuri, ina wachezaji wenye uzoefu, ina wachezaji professional, ila kwa upande wetu sisi tumejiandaa siku ya kesho kupata alama 3 muhimu. Naam, kwingineko wajumbe wa jukwaa la ushirika mkoani Lindi wametakiwa kushiriki katika michezo ili kuimarisha afya na kuongeza utimamu wa mwili, jambo litakalowawezesha kutekeleza majukumu yao vizuri. Taarifa zaidi na Aidan Mwando. Hayo yanasemwa na viongozi wa jukwaa hilo mara baada ya kukamilika kwa michezo mbalimbali iliyofanyika katika uwanja wa Majaliwa wilayani Ruangwa, ikiwa ni siku ya kwanza kuelekea katika jukwaa la ushirika mkoa wa Lindi litakalofanyika Mei 15. Michezo inaimarisha afya. Watu wengi wanapata changamoto za magonjwa yasiyoambukiza kwa sababu hawafanyi mazoezi. Kwa hiyo wanaushirika kwa sababu tunafahamu afya ndio rasilimali kubwa kwa maisha ya binadamu. Kwa hiyo tunasisitiza wanaushirika wafanye mazoezi. Mazoezi ya hamasa, mita 5 za hamasa ambapo tumekimbia na wanaushirika wote na wanaruangwa kwa ujumla. Nitoe rai, uwe ni mwanzo tu. Ukiwa uko nyumbani kwako, ukiwa Lindi Mwambao, ukiwa Runali, eneo lolote utakalokuwa fanya mazoezi. Cha kwanza tunajenga afya zetu kwenye maisha yetu, lakini pia pamoja na kujenga afya, michezo pia itaibua vipaji mbalimbali hususan kwa michezo yote. Jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Lindi 2026 limebeba kauli mbiu inayosema linda ushirika, chagua maendeleo. Kutoka hapa katika uwanja wa Majaliwa wilayani Ruangwa mkoani Lindi, ni mimi mwanamichezo wako Aidan Mhando, Channel 10. Asante mwanamichezo wetu Aidan Mhando, na taarifa yake inanipeleka kunangaza habari za kimataifa. Raisi wa klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania, Florentino Perez, amesema hatajiuzulu nafasi yake licha ya presha kubwa kutoka kwa mashabiki kufuatia mwendelezo wa matokeo mabaya ya timu hiyo msimu huu. Akizungumza na waandishi wa habari, Perez alisema yuko tayari kuendelea kuiongoza klabu hiyo na atagombea tena katika uchaguzi ujao wa urais wa mabingwa hao mara 36 wa Hispania. Kauli hiyo imekuja baada ya Real Madrid kushindwa kutwaa taji lolote kwa misimu miwili mfululizo pamoja na kutolewa mapema kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Perez pia alikanusha taarifa zinazoenea kuhusu afya yake na kudai kuwa kuna kampeni zinazolenga kumchafua kisiasa ndani ya Los Blancos ambayo ni klabu kubwa zaidi barani Ulaya. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Naam, asante msimulizi wetu Kenny Malila kutuhabarisha yale ambayo yamejiri kunako anga la michezo kimataifa, na ndivyo ambavyo winga teleza Witness Ngalawa na tamatisha gurudumu la michezo na burudani kwa leo. Hakika wewe ni wa thamani zaidi kwetu, na kuacha na muhtasari wa habari. Atarejea hapa Najma Abdalla kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa Kituo cha Afrika cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Dr. Jean Kaseya Ikulu jijini Dar es Salaam. Mtu mmoja afariki dunia na wengine 6 wamejeruhiwa kwa ajali ya barabarani baada ya magari mawili kugongana uso kwa uso mkoani Kagera. Rais wa Marekani Donald Trump akusudia kumwomba Rais wa China Xi Jinping kuyafungulia milango makampuni ya Marekani. Na katika michezo, mkutano wa sanaa Afrika utakaofanyika nchini Oktoba 8 mwaka huu unatarajia kufungua fursa za kibiashara kwa wasanii wa ndani kuelekea AFCON 2027. Naam, tumekamilisha taarifa yetu ya habari kwa leo. Shukrani kwa wote walioshiriki kuandaa matangazo haya. Nikukumbushe tu kwamba mimi ni Najma Abdallah, nilikuwa nawe kwa upande wa habari za kitaifa. Lulu Ali alikuwa msimulizi wetu kwa upande wa habari za kimataifa, lakini kwa upande wa habari za biashara na uchumi tulikuwa na Fatma Hassan, na hivi punde tu mwanamichezo wetu Witness Ngalawa ametoka hapa kukujuza habari za michezo na burudani, bila kumsahau Ramla Jabu ambaye yeye ametuongoza upande wa lugha ya alama. Asante, niwatakie nyote usiku mwema, endelea kutazama Channel 10 kilicho bora.